za muda huu, mtazamaji wa Ndiku TV. Karibu sana katika kipindi chetu cha misemo ya wahenga. Kipindi hichi kinakuletea misemo mingi na maana zake. Tunahoji watu ili kuwajua kwamba misemo ambayo ya zamani wahenga walitufundisha, je, ina maana na watu wanaelewa maana zake? Upo na mimi, karibu sana. Leo tutakuwa na msemo kuvuja kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi. Wacha tukohoji watu tujue, je, wanajua maana ya kuvuja kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi. Mimi naitwa Saidi Asumani Rwambo. Kuna msemo ni msemo wa kizamani, lakini una faida kubwa kulingana na wakati tuliokuwa nao. Kuvuja kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi. Faida yake kubwa, na maneno hayo si madogo, makubwa, ni mambo ya asili tangu zamani. Kwa hiyo uwepesi wake na maana kwa sababu kwamba vile vitu vitakuwa pale vinatoka. Ina maana hapa kama pakacha limejaa, ina maana kwamba vile vitu vinaanguka kimoja kimoja. Ina maana kwamba siku ya siku ulikuwa mzito mpaka huko unapofika vitu vishakuwa vishapungua, ina maana uzito ushapungua. Ina maana kwamba unakuwa kuna uwepesi katika kubeba pale. Ndio tafsiri yake. Ali Mfaume aka Eto ndo alimaarufu hapa Ilala. Katika kwa mfano ndoo ya maji. Sawa? Ile ndoo ukaja ukaitoboa. Ile ndoo unavyoitoboa na maana ndoo inakuwa inafanya nini? Inakuwa inavuja. Kwa hiyo kule kuvuja kwake yule mbebaji anapata nafuu. Kwanza aumii la kwanza. Pili safari yake itaenda vizuri. Kwa jina naitwa Imelda Venance. Ni mfanya biashara wa Ilala. Mimi ninavyoelewa kuvuja kwa pakacha maana yake kupunguziwa kwa kitu ambacho kilichokuwa kinakuelemea ukapata unafuu wake. Mtazamaji wa Ndiku TV, tulikuwa katika soko la Ilala na baadhi ya mama zetu na baba zetu waliongea maana ya kuvuja kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi. Kwa kijana yoyote ambaye huelewi maana ya kuvuja kwa pakacha, nafuu kwa mchukuzi, umeelewa leo. Wazee wamekupa maana yake na umeelewa. Asante sana mtazamaji wa Ndiku TV, karibu tena siku nyingine.